Historia inaniambia Chuo Kikuu Mzumbe kimekuwepo ama kimeasisiwa tangu miaka ya 1953 huko. Na leo tunazungumza ni mwaka 2025. Maana yake ni miaka mingi, miongo mingi imepita hapa katikati. Na kama sehemu ya historia, mabadiliko ya mazingira na teknolojia inakuwa kwa kasi, vitu ambavyo vinakwenda sambamba. Na hivi vitu ambavyo tunazungumza leo huenda hawakuweza kuzungumza katika miaka ya nyuma. Na unadhani sasa tuweze kufahamu ama uweze kueleza ni ipi mipango ama mikakati ya Chuo Kikuu Mzumbe katika kuweka ubora wa miundombinu ya ufundishaji na ujifunzaji kwa njia ya mtandao? Hili nadhani nitaomba Dalima ueleze kidogo, lakini kaka Habu pia utapata nafasi ya kuzungumzia. Ni hipi mipango mikakati ya Chuo Kikuu Mzumbe, na kama kuna kitu ambacho tayari kimeshakuja kufanyika ni vizuri tukafahamu ili mtu anayetufuatilia akajua kwamba Chuo Kikuu Mzumbe kiko namna hii kwa miaka hivi karibuni, lakini haone kama fursa ya yeye kuja kupata nafasi ya kusoma Chuo Kikuu Mzumbe, kwa sababu mazingira ni uwezeshi kwa ajili ya mwanafunzi ambaye yupo na ambaye anatarajia kuja kuungana nasi katika safari yake ya elimu. Ni ipi mipango ambayo ipo ikifanyika? Mzumbe ina mipango mingi katika nyanja, katika swala zima la elimu mtandao, lakini pia katika moja ya mipango yao ilikuwa ni kuboresha miundombinu ambayo Mzumbe wanafanya kwa sasa. Wameongeza bandwidth ya mtandao, lakini vile vile wamenunua facilities mbalimbali ambazo katika Chuo Kikuu Mzumbe tuna studio ambayo ina facilities nyingi zinazosaidia katika issue nzima ya kuweza kurekodi maudhui yetu ambayo tutayatumia katika mfumo wetu wa ufundishaji na ujifunzaji. Lakini pia wana mipango mingine ambayo wanafanya kila siku, tunafanya kila siku kuwajengea watu uwezo kuanzia wanafunzi wetu mpaka na walimu katika swala zima hili la elimu mtandao. Kwa hiyo tuna regular trainings ambazo zinaendelea ili kuweza kusaidia kuweka awareness na pia kutumia mfumo wetu wa ufundishaji na ujifunzaji kwa njia ya mtandao. Asante sana Dalima. Unaeleza kwa kina nzuri.